Habari za saizi, kwa majina naitwa Bwana Ahmed Kombo. Mimi ni mwenyekiti wa Kalamu ya Rais Samia Inaongea. Niko hapa na viongozi wangu wa kidini. Mimi leo sina mazungumzo. Lengo langu kubwa na jukumu langu kubwa lilokuwa hapa ni kuweza kuwakaribisha na kuweza kuzungumzia haya ambayo watazungumza, lakini kwa ufupi tu Kalamu ya Rais Samia ina jukumu kubwa sana. Ninapozungumza jukumu kubwa sana, moja ya jukumu kubwa lililokuwepo ni hawa viongozi niliokuwa nao. Hawa ndio watendaji. Sisi wengine ni kama waongoza njia tu, lakini watendaji wakubwa ni hawa viongozi tuliokuwa nao, na maana ni viongozi wa kidini na wa kimila. Na maana hapa tuna ndugu yetu mwinjilisti ni kutokea upande wa Kikristo, na hapa tuna shehe kutokea upande wa Kiislamu, lakini pia katika mikoa mingine tutakaokwenda tutakuwa na viongozi wa kimila, itakuwa ni hivyo. Lakini jukumu hili kubwa naweza nikazungumza ya kwamba kazi yetu kubwa ni kuweza kumulika miradi ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jukumu letu kubwa ni kuweza kuangalia kila mradi uliotekelezwa na Rais Samia. Ndio maana inaitwa Kalamu ya Rais Samia Inaongea. Jukumu hili ni neema na ni fursa kubwa kwa waandishi wa habari nchi nzima. Wana jukumu la kutembea na viongozi hawa wa dini. Wana jukumu la kuingia kila mkoa kwa ajili ya kwenda kumulika miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hodi wakuu wa mikoa, hodi wakuu wa wilaya. Mimi sio mzungumzaji, hili na jaribu kudokeza tu kidogo kwamba tutakapokuja katika mikoa yenu tunahitaji ushirikiano, mtuonyeshe miradi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Tuna jopo la waandishi wasiopungua 70 mpaka 60. Tutakuja nao kila mkoa kwa ajili ya kumulika miradi iliyotekelezwa na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na pia kama viongozi wa dini nao watapiga hodi kwa upande wao. Kwa mimi kwa ufupi la kwangu lilikuwa ni hili, sitaki kuzungumza mengi. Hii shughuli sio ya kwangu. Shughuli ni ya viongozi tuliokuwa nao hapa. Asanteni kwa kunisikiliza. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Naitwa Abubakar Ahmed Abdulswamad. Naomba nitangaze vyeo vyangu sababu mimi ni mtumishi. Ni amiru baraza kuu la jumuiya wilaya ya Kinondoni, lakini pia ni amiri mkuu wa umoja wa maimamu mkoa wa Dar es Salaam. Halikadhalika vile vile ni katibu mkuu wa Al-Islam Tanzania, na vile vile ni mwenyekiti wa Tanzania Peace Foundation wilaya ya Kinondoni. Haijatosha, pia vile vile ni katibu mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam wa taasisi inaitwa TIKU, timu ya kuombea nchi yetu na viongozi wetu. Nipo hapa kwa ajili ya kuitolea maelezo kalamu ya Mama Samia. Kalamu ya Mama Samia kwa sisi wa Tanzania tunaiona ina faida kwetu sisi na ina matumaini makubwa sana. Kalamu ya mama imeenea nchi nzima, au imeeneza maandishi yake. Kalamu ya mama, sisi wa Tanzania, kwa sababu tumekuwa katika maadili na mama yetu katufundisha tukutane tusalimiane kwanza. Tutasema Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama kazi iendelee, kaanza yeye. Kaanza kazi, na kweli kazi tunaiona. Mama Samia hakuibuka kama uyoga. Amekuja kwa taratibu na kubalika Mwenyezi Mungu alipompangia, lakini baada ya kupewa mamlaka, kalamu yake kubuni mambo ndiyo amewafikishia watendaji wake, tunayaona, tunafaidika. Mimi sitakuwa na msemaji mkubwa sana kusema sana mambo mengi, isipokuwa nitazungumzia kalamu ya mama ilipopita katika miundombinu. Kwa miundombinu Tanzania nzima, nyinyi ni mashahidi kwamba kila kona ya Tanzania, kila kona ya nchi, kuna watu wakandarasi wanafanya mambo yao. Wanabomoa madaraja, wajenga mifereji, wa mabarabara yanajengwa. Kwa hiyo ni ishara kwamba kalamu inafanya kazi. Sisi wakati mwingine unaona kero hapa na hapo unasimamishwa, ingia upande wa kulia, lakini faida yake baadaye muda mdogo tutaiona.
Kwa hiyo sisi kalamu ya mama tunaipongeza sana. Mama kalamu yake inafanya kazi vizuri na sisi tunaifuatilia. Sisi kama shekhe, tuko na wenzetu wachungaji, tuko sambamba na kalamu ya mama katika kuyafuatilia yale ambayo anafanya. Sisi tumetangaza, tumekubaliana kwamba kuisupport kalamu ya mama na kuitangaza, tutaendea mikoa yote ya mkoani wa Tanzania pamoja na wilaya zake, kama alivyosema msemaji wa kwanza kwamba tunawaomba wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya watusapoti, watupokee kuiangalia kalamu ya mama ifanye nini, kwa sababu tunakwenda kukutana na viongozi wetu katika mikoa, watueleze na wao wanaionaje kalamu ya mama inafanya kazi vipi, kama wamemulika wakaona inafanya kazi vipi. Kwa hiyo tunaomba sana viongozi wa mikoa na wilaya watupokee na watu waone lengo letu hili nzuri. Allah atuwezeshe sana. Mimi yangu machache ni hayo. Salamu alaikum wa rahmatullahi minkum. Jina langu naitwa Zebedayo Mwangunda, natokea katika Umoja wa Injilisti Tanzania wa KITA, nikiwakilisha kalamu hii ya Mama Samia. Mimi katika salamu hii ya Mama Samia nataka nizungumzie kwenye eneo la amani. Katika muktadha wa amani ambao tunaiona leo kwamba Mama Samia ameweza kutuongoza vizuri, nataka nitoe tafsiri tu ya kawaida, maana Watanzania hawahitaji kuwaeleza kwa undani sana. Natakiwa tu tafsiri ya kawaida inayoonyesha amani yetu ya Tanzania. Tunapozungumzia Mama Samia kwamba ameweza katika eneo la amani, kwanza tunamuona ni rais ambaye anapenda maridhiano. Tumeona akiwa anajitahidi kutengeneza maridhiano, na mtu anayependa maridhiano ni mtu ambaye anapenda amani, ni mtu ambaye hataki mambo ya vurugu. Kwa hiyo anataka ile makubaliano, tufanye nini tuendelee na taifa letu. Kwenye eneo hilo tumemwona na inatafsirika kawaida tu, na tumeona akipigana kwenye hilo. Lakini tafsiri nyingine ya pili ambayo tunaona kalamu ya Mama Samia inaongea kuhusu amani, tunazungumzia habari za sisi kama watumishi tunafanya mikutano yetu kwa amani. Hatuoni vurugu inatokea kwenye mikutano yetu, mihadhara na sehemu mbalimbali tunaofanya na makusanyiko ya maombi, sehemu zote tunaona tunaenda salama na tunarudi salama. Hiyo ni tafsiri ya kawaida ya kuonyesha kwamba Tanzania tuna amani ambayo Mama Samia amekuwa akiendelea kuisimamia. Lakini tafsiri ya tatu ya amani ambayo tunaiona kwa Mama Samia ni taifa lolote lenye amani. Watanzania najua wanapenda sana michezo, lakini tunaona timu zinaenda huku, watu wanaenda uwanjani, wanashangilia mpira, wanarudi. Hii ni tafsiri ya kawaida ya kwamba Tanzania kuna nini? Kuna amani. Lakini tukio lingine la nne, nchi yote yenye amani, tunaona nchi nyingi za Afrika zinakuja Tanzania kwa ajili ya kufanya mikutano yao. Tumeshuhudia viongozi wakubwa wengi kabisa ambao wamekuja hapa. Juzi hapa wamekuja viongozi wakuu wa nchi. Tumeona mikutano mingi inafanyika hapa. Kama kusingekuwa na amani, tusingeweza kupata hiyo mikutano. Kwa hiyo kwa tafsiri ya kawaida hiyo tu inaonyesha kwamba mama analitunga, ameendelea kuliongoza taifa letu na kuendelea kuweka tunu yetu ya amani, sababu amani ni tunu ya Watanzania, na ameendelea kuienzi hiyo tunu, na mpaka hapa leo hata tulipo hapa tuna amani. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa namna ambavyo rais wetu, na tunamwombea endelee kumpa hekima na maarifa na endelee kutuongoza kwa amani ile ambayo Mungu amempa, ili tuendelee kupata ustawi wa nchi yetu na tuendelee kuishi kwa amani, tufurahie tunda la amani. Amin. Mungu awabariki sana. Amin. Mama Samia oye! Oye! Mama Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Vizuri sana. Mimi naitwa Ibrahimu Mrisho Msuka, ni mwenyekiti wa taasisi ya Al-Islam Tanzania. Pia ni mwenyekiti wa Masjidi Mtakata iliyopo Kipunguni, Ukonga, Dar es Salaam.
Pia mimi ni mwigizaji wa Bongo Movie. Kwa hiyo watu wasishangae sana kwamba hivyo mwigizaji anaweza kuwa shekhe. Mwigizaji anakuwa shekhe, na ndio maana hata kuna filamu zinazoonyesha matukio ya zamani ya historia za dini, lakini wasingeweza kuigiza kama hawakujua vitabu vya dini. Kwa hiyo ni mwigizaji na pia ni shekhe. Nasema leo niko hapa kuitangaza kalamu ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwamba kalamu inaongea nini. Kalamu inaongea nini? Dar es Salaam, Mwanza, Arusha, Mbeya, Singida, mikoa yote, Kigoma, kote Tanzania nzima, kalamu ya Mama Samia inaongea nini? Tuko hapa kuwakilisha na kuweza kuwafahamisha Watanzania wote kwamba kalamu ya Mama Samia inaongea nini. Labda nizungumzie kidogo habari ya afya, elimu. Tugusie kwenye afya kidogo. Kalamu inaongea nini? Nafikiri Watanzania wanajua au wanaona tulikuwa tuna mazingira gani katika upande wa huduma za afya, na sasa hivi tuna mazingira gani katika upande wa huduma za afya. Zamani ilikuwa inatuchukua muda mrefu ukipata shida ya maradhi au ya afya, kupata kituo cha afya au kufika hospitali unachukua muda mrefu. Lakini sasa hivi karibuni kila kitongoji kina kituo cha afya. Kwa hiyo huduma za afya zimeboreshwa. Sasa hivi watu hawahangaiki sana katika masuala ya afya. Hii ni hatua moja kubwa sana ambapo kalamu ya mama inaongea au imeandika. Kina mama wameboreshewa huduma zao. Kipindi cha nyuma ilikuwa kina mama atakapokuwa tu ameshashika ujauzito, mwezi wa kwanza wa pili, mtu anaanza kupambana. Atafute vipi fedha ili ainunue ile package, siku ikifika ya kujifungua aende tayari ameiandaa hospitali. Lakini kalamu ya mama ikaona hilo, ikaona ifanyeje, inaandika vipi, ishushe mzigo huu kwa hawa wababa, maana wababa ndio lazima wahangaike kuhakikisha hii package ya mwenzie inakamilika. Na je, akiwa mama peke yake anahangaikaje na ujauzito wake na kuikamilisha ile package? Kalamu ya mama ikaona hapana, ishushe mzigo huu, hii package itoke kwetu, itoke kwenye huduma za serikali. Sasa hivi mama mjamzito akifikisha kipindi chake cha kujifungua anakwenda tu hospitali, package anaikuta iko hospitali, hapati shida. Kalamu ya mama inaongea. Hizi ni hatua kubwa sana ambazo tunajivunia na tunatakiwa tuendelee kujivunia kuhusu haya, na tutafute minzi za kumuongezea nguvu huyu mama, atushushe kwenye mengine mengi zaidi ya haya. Kwenye elimu tumefikia hatua kubwa sana katika masuala ya elimu. Elimu bure sasa hivi, kutoka darasa la kwanza huko mpaka chuo kikuu. Vijana wetu wanasoma bure, mikopo nafuu ya chuo kikuu, na haina masharti mazito, masharti ya kawaida kabisa kwa kijana wa Kitanzania. Hii yote ni kalamu ya mama. Kalamu ya mama imebadilisha mitaala, kuona kwamba tunawapa vijana wetu mzigo mzito. Hemu tuwarekebishie kidogo, tubadilishe hii mitaala, tuishie la 6, halafu baadaye waende sekondari. Vijana wetu kuanzia miaka 5 kama yuko vizuri aanze chekechea, mwaka 1 au 4, mwaka 1 wa pili aende darasa la kwanza, miaka 6 anatoka pale anakwenda sekondari. Kalamu ya mama. Kalamu ya Mama Samia inaandika. Sasa hili tunalizungumza
si kwa maana ya kulizungumza kujifurahisha sisi tuliopo hapa. Tunasema hivi, tutapita huko mikoani kwa viongozi wa dini wenzetu, tuweze kufikisha ujumbe na kuwafikishia ujumbe wengine, wajue kalamu ya mama inafanya nini, na kwa jamii nzima. Tena kama kwa mimi ambaye niko na kwa upande wa waigizaji na imani huko, jamii nzima huko huwa inaniona, tuwafikishie nao, tuambie jamani, kalamu ya mama inasemaje? Au wewe kwako hapa haijasema, haijaongea? Kama haijaongea, hebu tuambie wewe kwako haijaongea nini hapa. Lakini na imani kabisa kalamu ya mama imefika mijini, imefika vijijini, imefika mpaka huko ndani kabisa, ili kuhakikisha kila jambo ambalo tayari limepangwa tunalifanikisha. Kwa hiyo tutazunguluka mikoani kama kiongozi alivyosema hapa, ili tufike huko, tuwaulize huko na jamii wenzetu, tuwaambie waumini wenzetu, tuwafikishie ujumbe huu, na wao vile vile wazungumze katika yale ambayo wanaona kalamu ya mama haijafanya. Lakini nina imani kabisa kwamba kalamu ya mama imeandika na inaandika katika haya yote mazuri ambayo ameyakusudia, kutoka mijini mpaka vijijini. Hili ni jambo la kujivunia, na tunamshukuru sana huyu mama kwa moyo wake wa kujituma. Tuzidi kumuombea dua kwa Mwenyezi Mungu amuimarishe na kumpa afya, ili haya mambo azidi kuyatekeleza kwa uweledi ulio mkubwa. Nafikiri hapa karibuni tu kuna swala la uandikishaji ambalo nafikiri hili ni jukumu letu sote, ikifikia kipindi hicho. Na tayari tarehe 17 imeingia mpaka tarehe 23. Swala hili natakiwa sote tujiandikishe kwenye daftari la wapiga kura. Kingine kabisa ambacho nafikiri hii ni sehemu ya dua kwa ajili ya kufanikisha haya yote tunayoyazungumza, ili yazidi kupata baraka za Mungu na kumtia baraka mama yetu Samia Suluhu Hassan. Siku ya tarehe 26 mwezi 26, tarehe 26 mwezi huu, tutakuwa na iftari hapa Makunduchi Villa. Tarehe 26 mwezi huu tutakuwa na iftari kufuturisha hapa Makunduchi Villa. Lengo la kufanya hivyo ni nini? Ni kutafuta baraka kwa Mwenyezi Mungu, kutafuta baraka kwa nchi yetu, kutafuta baraka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, uongozi wake uzidi kuwa na uweredi, kwa sababu siku hiyo tutafuturisha watu wa aina mbalimbali na kupata dua kutoka kwa mashehe wa aina mbalimbali. Tutafuturisha watoto yatima hapa, na hao watoto yatima ndio watoto ambao wenye baraka zaidi, kwa sababu katika mazingira aliyowapa Mungu ya ule mtihani, basi kila utakalowafanyia jema Mungu anakulipa kwa jema hilo. Kwa hiyo nia yetu ni njema kufanya hivyo, ili tumpe baraka mama yetu Samia Suluhu Hassan, uweledi wake uweze kutukuka, mipangilio yake, maazimio yake yaweze kukamilika, na sisi tuzidi kumpa ushirikiano uliokuwa bora kwa kuifikishia jamii maudhui yetu, kufikishia jamii haya tunayoyakusudia, au kupata maoni ya wanajamii yepi ambayo wao wanayaona hayajatekelezeka katika kalamu ya mama Samia. Basi mama Samia aweze kupata ujumbe na kuyakamilisha haya. Nafikiri nisiwe mwongeaji zaidi, tisichukue muda wa watu zaidi, nitakuwa nimeeleweka kwenye haya mafupi ambayo nimezungumza. Cha msingi zaidi ni kwamba tuvute subira, siku zitakapofika, tutakapokuwa tukizunguruka hizo sehemu mbalimbali, tukutane, tuhamasishane, tuelezane, tueleweshane na tuulizane katika yale yatakayokuwa yanaonekana kwamba wengi yanawapa tatizo. Nishie hapo. Kalamu ya mama Samia oye! Kwa ufupi, majina yangu naitwa Mchungaji Gervas Samson Miombe, napatikana pale Rengato Kigamboni. Kwa ufupi ni kwamba Watanzania wanaonisikiliza na wanaoniona,
ninaamini kwamba kalamu ya Mama Samia wanajua nini naongea. Mengi yameongelewa, lakini nataka niseme kalamu ya Mama Samia pia, wamama waliokuwepo kule mbali na wananiona na kunisikiliza wanajua kwamba imemtua mwanamke ndoo kichwani. Lakini pia kalamu ya Mama Samia inajua, wanajua Watanzania kwamba hata maeneo mengine leo hii hata kwenye vibanda vya makuti umeme umeingia. Hii yote ni kalamu ya Mama Samia inasema. Mimi niseme tu kwamba kwa ufupi, sitaki kurudia sana wenzangu. Mimi niseme tu kwamba hiyo tarehe ya 17 ambayo siku ya leo uandikishaji umeanza, mimi niseme kwamba hata maeneo mengine yanayoendelea, kujiandikisha ni muhimu sana. Kujiandikisha ndiko kutaka kutufanya kwamba kalamu ya Mama Samia iendelee kusema, apate kula za kutosha, kwa sababu huwezi kwenda kupiga kula kama hujajiandikisha. Hata ukisoma maandiko yetu, nikiwa kama mchungaji, ukisoma kitabu cha Kutoka inasema kwamba ni akina nani watakao kwenda. Na mimi niseme kama mchungaji na makanisa mengine huko wanaonisikiliza, maaskofu, mashehe, kwamba siku tuanze kujitoa kwa wingi, tutoke kwa wingi kwenye majumba yetu. Tunao watoto ambao wamefikia umri ule wa kujiandikisha, tuwahamasishe wakajiandikisha. Tunao mabinti, tunao marafiki, tunao majirani, na hata mwenye pia usijisahau kwenda kujiandikisha, maana ni siku muhimu sana. Lakini pia tumeona kwamba hii kalamu ya Mama Samia inasema nini? Wana Dar es Salaam, kupitia ukumbi wetu wa Makunduchi Villa ambao uko hapa Ungindoni Kigamboni, siku ya tarehe 26, kwa umoja wetu tulionao, na hii yote ni kwa sababu tu ya upendo na mapendo ya Mama Samia, kwamba tutakuwa na dua na iftari. Kwa nini niseme kwamba tutakuwa na dua? Na kwa nini tunaomba dua? Dua ni muhimu sana kumuombea mama yetu, kwa sababu hata hii amani ambayo tulikuwa nayo, wapo ambao hawapendi kuiona hiyo amani. Na hata tusoma maandiko kitabu cha Nehemia, wakati ukuta wa Yerusalemu unajengwa, walitokea watu akina Sanbalati, akina Tobia na Washidodi nao walikuwepo, walikuwa wakisema, walikuwa wakiomba nao dua kwamba hata mbweha apite juu ya ukuta usiendelee. Kwa hiyo wengine wanatamani hata madaraja haya yanayojengwa basi yabomolewe, yabomoke tu hata kwa maji. Lakini wengine wanatamani jambo lolote lile ambalo linalofanyika lenye maendeleo ya nchi isiwezekane. Lakini na ndio maana tumeona kwa umoja wetu hiyo tarehe 26 tutakuwa na dua ya nguvu, ili wao wanaiombea mabaya nchi hii, basi ikiwezekana waweke mpira kwa pani, wasingize timu uwanjani. Baada ya kusema maneno haya, mimi niseme tu kwamba Mungu awabariki sana, na niseme kwamba tutatembea nchi nzima, mkoa kwa mkoa, kuhakikisha kwamba hii kalamu ya mama inasema nini. Tutaenda kwa viongozi wenzetu wa mila, tutaenda kwa viongozi wenzetu wa madhehebu yote, na kwa watu wote watuonyeshe miradi kwamba mama amefanya nini. Maana hii kalamu imemulika kila kona, hakuna mahali ambapo miradi haijafanyika ya mama. Masekondari mengi, shule za msingi ni nyingi, lakini pia mambo mengi ambayo yanaendelea kufanyika mpaka sasa. Baada ya kusema maneno haya, asanteni sana kwa kunisikiliza, na asanteni sana kwa wale wa Tanzania wanaoniona. Asanteni. Nakazia kwa sababu katika kuitangaza kalamu ya mama, kama alivyosema mchungaji, tutakwenda mikoa yote na wilaya zote, na tukawaomba viongozi wa mikoa na wilaya watupokee. Lakini hali kadhalika sisi tumeandaa mfano wa certificate au cheti au tunu ya kumpa Mheshimiwa Mohamed Haji. Tunamkabidhi tunzo hii kwa kalamu ya mama, tunamkabidhi ili atufikishie kwa mama yetu, kwa sisi
tutaitangaza kalamu yake na tutatembea mikoa yote. Mikoa tutatembea kwa kadiri ya uwezo wetu ili tufikishe taarifa hizi na watu wazione. Kwa hiyo tunawaambieni kama Muhammad haji hapa, tutamkabidhi tunzo yetu hii na inshallah atufikishe katika sehemu husika. Ameingia mkuu mwalimu Sheikh wa wilaya. Sheikh wa wilaya naomba aje huko, aje akae. Sheikh wa wilaya Kigamboni. Huyu ndio kiongozi wetu wilaya hii. Ingia akae. Kaa Sheikh. Karibu sana. Tuko live. Kwa hiyo shekhe wetu amefika na yeye lazima aseme. Sababu huyu ni shekhe wetu wa wilaya hii ya Kigamboni. Sisi hata kama kuna vyeo huko, lakini tukifika hapa lazima tuwe chini yake. Kwa hiyo namuomba na yeye aseme kidogo ili na yeye tunazungumza kalamu ya mama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwa hakika ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa jambo hili kubwa ambalo limeandaliwa na vijana pamoja na watu wa kheri kwa ajili ya iftari ya Samia, ambaye iftari hii imeandaliwa tarehe 26 kwa ajili ya kuhakikisha watu mbalimbali, makundi tofauti, viongozi wa dini, viongozi wa serikali, mayatima, watu wasijiweza na watu wa kada mbalimbali wakusanye pamoja, tufuturu pamoja, tule pamoja na kisha tuweze kufanya dua. Tumwombee Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia tufanye dua kuiombea nchi yetu ya Tanzania iendelee kuwa kisiwa cha amani, utulivu, lakini nchi yetu ya Tanzania iendelee kustawi na kukua, na Mheshimiwa Rais ambaye anafanya kazi kubwa ya kuipambania nchi hii, kusimamia vizuri, kutengeneza miradi mikubwa, aweze kulindwa na kuhifadhiwa na kupata nguvu na kila kile anachokifanya kiende. Lakini kipekee mwaka wetu huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa madiwani, wa bunge na rais. Na tunapokwenda kwenye uchaguzi ni jambo ambalo linatetemesha, linastua, linasisimua na linaibua hisia, mawazo na watu wa aina tofauti, wema na wabaya wakati mwingine wanaingia kwa sababu ya tukio hili. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kukupitia iftari hii, na kwa vile tutakuwa tumefunga, tuko watu wa kada zote kubwa, tutamlilia Mungu wa mbingu na ardhi, tutasema na Allah tukiwa katika vinywa vilivyofunga kabla hatujafungua na wakati wa kufungua. Tumwambie ya Rabbi, tunakukabidhi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, umlinde, umhifadhi. Tunakukabidhi nchi yetu, uisalimishe, uilinde, na kila mwenye kutaka kuleta dhamira mbaya, uchochezi na mipango, njama na hujuma ashindwe, ili tupite salama katika uchaguzi huu. Hatimaye Mheshimiwa Rais aweze kuendelea kutuongoza vizuri na tupate viongozi wazuri katika nafasi zote watakaoweza kuipeleka mbele nchi yetu. Mimi Abdallah Idi Al-Hadhrami, kama Sheikh wa wilaya Kigamboni, kama kiongozi mkuu wa Waislamu, lakini pia kama mwenyekiti wa kamati ya amani wilaya ya Kigamboni, kwa maana pia nikiwa ni kiongozi wa viongozi wa dini zote, niseme sisi kama viongozi wa dini tunaunga mkono sana mpango huu. Mpango wowote ambao utawakusanya watu kumlilia Mungu, mpango wowote ambao utafanya watu waweze kuijali nchi yao, sisi viongozi wa dini tunaunga mkono na tumelikubali kulilea jambo hili, kulisimamia na kuhakikisha linafanyika kwa ufanisi na kwa nidhamu za hali ya juu na kwa ucha Mungu, ili ile dua na yale maombi na sala tutakazozifanya zilete tija inayokusudiwa, na Mola Subhanahu wa Ta'ala apokee dua zetu ili tuweze kupata salama katika nchi yetu hii. Lakini lingine, kuna suala la ukarimu. Ukarimu ni katika tabia za Kitanzania, lakini ukarimu ndi dalili ya neema. Watu kama hawana ukarimu hawawezi kupata neema. Kwa hiyo tunawapongeza vijana kwa kufanya ukarimu, unaleta neema
Ukarimu unaondosha nekma, unaendesha mateso. Ukitoa ukarimu ukawakirimu watu kama hivyo, wakaja tofauti, tutakuwa na mayatima na watoto na wasiojiweza wakala, unakuwa ni kinga wa kukinga dhidi ya mabalaa, kukinga dhidi ya mikosi na kukinga dhidi ya majanga na mitikisiko mikubwa. Kwa hiyo iftari hii pia tunapongeza ukarimu huu, na kwa ukarimu huu ambao wanakirimiwa watu, tunamuomba Mwenyezi Mungu aupokee na iwe ni kinga kwa nchi yetu na rais wetu na Mheshimiwa Samia, lakini iwe kinga kwa vijana walioandaa iftari hii, lakini pia iwe ni kinga kwa Watanzania wote kwa ujumla. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tutalisimamia na tutalia kwa ucha Mungu, na siku hiyo tarehe 26 tukiwa ndo tunaenda kutaka kumaliza Ramadhani na tutakuwa tunaingia karibu na Lailatul Qadri, usiku mtukufu kuliko usiku wote, tutahakikisha tunalipeleka jina la Mama Samia mbinguni. Tunamkabidhi Allah amlinde, amkinge, amhifadhi kwa nguvu zote. Kama kuna ubaya na shida yoyote, tunamkabidhi katika siku ile na katika usiku ule mtukufu, ili apate salama. Na kusalimika kwa rais ndio kusalimika kwa nchi. Utulivu wa rais ndio utulivu wa nchi. Amani na nguvu ya rais ndio nguvu ya nchi. Mwenyezi Mungu ampe amani na utulivu na nguvu Mheshimiwa Rais, ili aweze kututumikia kwa vizuri. Na wale ambao wana maono na wana fikra mbaya, Mungu awaongoze warudi kwenye fikra njema. Mungu awaongoze warudi kwenye dhamira njema. Na watu wawe na challenge za mawazo ya kujenga nchi, wawe na challenge ya mawazo ya kuelekezana, challenge ya mawazo ya kufanya mabadiliko yatakayoleta majibu chanya kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu. Na hayo ndio ambayo sisi viongozi tutayaombea, tutayalea, na kwa uwezo wa Allah tunaamini Mwenyezi Mungu atatufanikisha. Nitoe wito kwa sababu jambo liko kwenye wilaya yangu ya Kigamboni na mimi ndio kiongozi wa dini hapa Kigamboni. Wote tusapoti na tushiriki katika jambo hili. Tunawaalikeni tushiriki katika jambo hili ambalo tutafuturu pamoja, halafu tutamlilia Mungu wetu. Na kwa bahati njema mwaka huu tuko kwenye Ramadhani tumefunga, lakini na wenzetu pia wako kwenye Kwaresma wamefunga. Na dini yetu ya Kiislamu, ile aya yetu ya saum inatambua kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum. Mungu wakati anatuamrisha kufunga alituambia mmefaradhishwa yenyi waumini mfunge kama walivyofaradhishwa waliokuwa kabla yenu. Qur'ani ina noti kwamba kabla yetu kulikuwa na watu wanofunga, na Wakristo wao walitangulia. Kwa hiyo ni kwamba Kwaresma nao wanafunga. Tunaamini funga yao na funga yetu itukurubishe kwa Mungu na itutengeneze kuwa na umoja, na kwa pamoja sasa tukiomba milango ya mbingu iwe wazi na tuweze kukubaliwa. Na imekuja kwamba kwenye saumu wakati wanafungua Mwenyezi Mungu kuna maajabu anayafanya. Anasema liswaim inda fitrihi da'watun mustajaba. Mfungaji wakati anafuturu anayo dua inayojibiwa. Katika fursa ya kufuturu kuna fursa ya kujibiwa. Yaani pale kunakuwa na mlango uko wazi, chochote utakachosema uweze kukipata. Tunaitaka fursa hiyo wakati wa kufuturu tuweze kupata kujibiwa, ili jambo liweze kwenda vizuri siku hiyo. Kwa hiyo na wale kufunga wanakuwa karibu na Mungu, wanakuwa hawana dhambi. Kwa hiyo tuna mataraji kwamba siku hiyo tutapata kabul na tutapata kujibiwa na malengo yatakusudiwa. Karibuni katika iftari ya Samia hapa Kigamboni, tuweze kumuombea Mungu rais wetu, nchi yetu na sote kwa ujumla. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wal afwa minkum. Kabizio mwenyewe kuna zoezi la kabizio nini? Kwa tusogeze nini viti hivi kidogo. Sababu simo unabidi usogee katikati, utoke kati. Bwana hiyo huo ujumbe wanatuma. Simu ya nani? Okay. Mimi nakabidhiwa na wote. Na wote geuze tu ile. Hiyo natokea ifike kwa fike wote. Fike kwa mama. Kama tunavyosema kama hii ni tunuko au tunzo tunamkabidhi Mheshimiwa Mohamed Haji, na tunamuomba sana ifike kwa mheshimiwa na aone kwamba sisi tumeandaa
kalamu kuifanyia kazi, tutaifuatilia kila kona nchi nzima, na tuwaone watu wanaofanya kalamu hizi. Tumuombe Allah atuwezeshe. Amen. Na tumuombe mama atuone kama tunafanya mambo haya. Asalamu alaykum. Sheikh, nashukuru sana. Asante sana. Nashukuru sana. Luisa, alikabidhiwa na haja ya kuzungumza kidogo. Sheikh, mimi nimepokea tu kalamu hii. Sina mengi sana leo, sio siku yangu. Leo siku ya wazee. Na wakiwepo wazee wanatakiwa utakii kusema, unaweza ukaharibu. Kwa niaba ya wazee hawa ambao wamekutana hapa wa dini zote, namfikishia Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kalamu hii, maana neno kalamu kila sisi ambao tuko hapa tumepitia kalamu. Ndio maana tuko hapa. Kama ni dini lazima uandike, na umeandika kupitia kalamu. Kwa kila sekta lazima upate kalamu, upate maana ya neno kalamu. Sasa kalamu hii ambayo na mimi nimeipokea kumfikishia Daktari Samia Suluhu Hassan, nadhani italeta majibu. Mama ni msikivu, mama ni mtendaji, mama ni kila kitu. Na kwa mwezi mtukufu huu ambao tuko nao na kwa majira haya ya leo, mimi naamini kabisa kalamu hii italeta majibu. Mimi nawashukuru sana na karibuni sana. Tunawatakia kila la heri.